Kwa sababu ya mgawanyiko wa majukumu ambayo wanadamu tunayo katika uso wa dunia, mwanaume anatakiwa kuwa kiumbe imara, kwani udhaifu wa mwanaume unaweza ukapelekea anguko la familia. Kwa bahati mbaya, wapo baadhi ya wanaume ambao hawazijui nafasi zao katika uso wa dunia, na katika video hii nitakwenda kukuambia sifa 10 za mwanaume dhaifu kuliko wanaume wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sifa na tabia 10 za mwanaume dhaifu. Namba 1, hana msimamo katika maisha yake. Mwanaume imara ni mwanaume mwenye msimamo. Anaweza kusema hapana katika nyakati ambazo hakubaliani na kitu. Anaweza kusema ndio katika nyakati ambazo anakubaliana na kitu. Hafanyi maamuzi kwa kuhofia maoni au macho ya binadamu wengine, bali husimamia kile ambacho anaamini ni ukweli, na ndio maana majibu yake si kwa ajili ya kuwaridhisha ama kuwafurahisha binadamu wengine, bali huzungumza katika uhalisia ambao anaujua. Wanadamu wengi dhaifu huwa ni watu ambao wanahofia sana kukataa katika jambo ambalo wanajua litawakwaza watu wengine. Wapo tayari kuzungumza uongo ili mradi waweze kuwafariji watu wengine ambao wanawasikia. Ni watu wasiokuwa na msimamo. Mara nyingi wanaweza kuzungumza vitu vingi ambavyo binadamu wengine wanatamani kuvisikia, hata kama havina uhalisia. Inawezekana wewe ni mwanaume dhaifu, bado unaweza kujifunza kuwa jasiri. Jifunze kusema hapana katika nyakati ambazo unatakiwa kusema hapana. Usikubaliane na kila kitu katika maisha yako, lakini jifunze kusimamia ukweli, hata kama ni ukweli ambao unaweza kuwaumiza watu wengine. Usiseme uongo kwa ajili ya kuwapa faraja watu wengine. Kuwa na msimamo wa kweli, kwa sababu mwanaume jasiri siku zote huwa anakuwa na msimamo na anaweza kuusimamia msimamo wake. Namba 2, anaogopa changamoto kuliko wanaume wengine. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini kuanzia leo, mwanaume wa kweli hajawahi kuogopa changamoto. Anajua wazi hakuna maisha bila changamoto. Chochote ambacho unatamani kukifanikisha katika maisha yako hakiwezi kuja bure maishani mwako bila kupitia changamoto mbalimbali. Lakini mwanaume dhaifu ni mwanaume ambaye changamoto zinapokuja katika maisha yake hayupo tayari kukabiliana na changamoto hizo. Badala yake huzikimbia changamoto, na ndio maana asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hawawezi kufanikiwa katika maisha yao, kwa sababu wana kawaida ya kuzikimbia changamoto ambazo zinakuja maishani mwao. Jifunze, changamoto zinapokuja kwenye maisha yako, usiwe kama mwanaume dhaifu ukaanza kuwalaumu binadamu wengine. Penda kuyabeba majukumu yako. Pambana na changamoto zako, kwa sababu hakuna kizuri ambacho unaweza kukipata maishani mwako bila kuzishinda changamoto ambazo zinakuandama katika maisha yako. Namba 3, mwanaume dhaifu siku zote hana maono wala ndoto katika maisha yake. Mwanaume imara siku zote huishi huku katika maisha yake kukiwa na kusudio ambalo anatamani kulitekeleza kwenye maisha yake, na siku zote hatua zake huliendea kusudio ambalo lipo kwenye maisha yake. Ukimuuliza kuhusu ndoto na maono, anakuwa nayo, lakini siku zote mwanaume dhaifu huwa hana chochote ambacho anawaza kukitekeleza kwenye maisha yake. Hana ndoto wala mipango ya maisha yake. Huwa ni kama bendera ambayo inafuata upepo. Upepo ukielekea kaskazini, na bendera hiyo huelekea katika uelekeo huo. Lakini mwanaume wa kweli huwa anajua ni kitu gani ambacho anakitafuta katika maisha yake, na ndio maana anaishi maisha ambayo yana uelekeo wa lengo na ndoto ambazo anazo kwenye maisha yake. Kama nawe unatamani kuwa mwanaume wa kweli, hakikisha unakuwa na malengo, kuwa na ndoto, alafu kuwa na mikakati ya kweli ya kuzifikia ndoto zako. Namba 4,
hategemei jitihada zake katika kuyaendesha maisha yake. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mwanaume wa kweli hategemei uwepo wa watu wengine kwenye maisha yake ili maisha yake yaweze kwenda mbele. Hata akiwa yeye peke yake, anaweza kutekeleza mipango na malengo yake, kwani ni mwanaume ambaye anajiamini. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu hawawezi kufanya vitu wakiwa wao wenyewe. Hata kukaa peke yao huwa wanaona ni vigumu sana. Ni lazima kuwepo na binadamu wengine ambao wameyazunguka maisha yao, ndipo maisha yao yanapoweza kwenda. Utegemezi wa binadamu hawa huenda mbali. Hata katika vitu ambavyo ni sehemu ya majukumu yao hutegemea binadamu wengine, na mara zote vitu ambavyo walitakiwa kuvifanya wao wenyewe visipotimia, huwa ni binadamu ambao wanapenda kuwalaumu binadamu wengine. Hivyo kama nawe ni binadamu ambao wanapenda kuwalaumu binadamu wengine katika majukumu yao, basi nawe ni miongoni mwa binadamu dhaifu, na ndiyo maana asilimia kubwa ya maisha yako yapo katika utegemezi wa mikono ya binadamu wengine. Hakikisha unajiimarisha kuwa mwanaume imara. Jenga utamaduni wa kujiamini na kuitegemea nguvu ambayo ipo ndani yako, kwani wewe ni mwanadamu huru ambaye anaweza kufanya chochote na kikafanikiwa katika maisha yake bila hata msaada wa watu wengine, na hivyo ndivyo wanaume wa kweli wanavyofanya. Namba 5, hana ujasiri wa kusimamia ukweli. Mwanaume wa kweli hayupo tayari kuzungumza uongo kwa sababu ya kuhofia macho ya watu au maoni ya watu wengine. Anapojua uhalisia wa jambo, yupo tayari kulielezea jambo kama lilivyo bila kujali watu wengine watakuwa na maoni gani juu yake. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu hawa ni watu ambao kabla ya kuzungumza chochote wanaweza kutazama macho ya watu wengine au maoni ya watu wengine dhidi yao. Ni binadamu ambao wanaweza wakawa wanaujua ukweli kabisa, lakini kwa sababu ya maoni ya binadamu wengine ama watu wengine watawaonaje, wanajikuta wanapindisha ukweli. Ni binadamu ambao hawawezi kuusimamia ukweli. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, basi wewe ni mwanaume ambaye ni dhaifu sana. Wewe si mwanaume wa kweli kwa sababu hauwezi kuusimamia ukweli ambao unaujua, na ndiyo maana wakati mwingine unaweza kupelekea maumivu ya binadamu wengine, kwa sababu kuna wakati ambao jamii nzima inaweza kuwasingizia watu fulani kuwa wamefanya vitu fulani, hali ya kuwa wewe unaujua ukweli kuwa watu hao hawajafanya vitu hivyo. Kwa sababu unahofia jamii itakusema vibaya ama itakuona vibaya, unabaki kimya na unashindwa kusimama katika ukweli ambao unaujua katika moyo wako, unaendana na mawazo ya jamii na kupelekea watu wasiokuwa na hatia waumizwe katika mikono ya watu waliowadhania vibaya. Namba 6, ni mlegevu katika mahusiano. Mwanaume anapokuwa katika mahusiano na mpenzi wake, mwanaume anatakiwa kuwa na jukumu la kumlinda mwenza wake. Hatakiwi kuendeshwa na hisia wakati wote. Mwanaume ni kiumbe ambaye anatakiwa kutumia akili kuliko hisia. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu wanaendeshwa na hisia katika mahusiano kuliko akili za kweli. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wanawake ndio wanaotakiwa kuendeshwa na hisia mara nyingi kuliko akili, na ndio maana kuna muda mwanamke anaweza akakudhania katika vitu ambavyo haujavifanya, kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambaye anahisi mara nyingi kwa sababu ya hisia ambazo zinakuwepo katika moyo wake. Lakini mwanaume ni kiumbe ambaye anatakiwa kutazama fakti na ukweli kabla ya kufanya maamuzi. Na sifa zote hizi wanazo wanaume wa kweli. Mwanaume dhaifu mara nyingi ni mwanaume ambaye hawezi kuwa kiongozi katika mahusiano yake. Ni mwanaume ambaye hawezi kuwa mlinzi na mtetezi katika mahusiano yake. Mara nyingi ni mwanaume ambaye anapenda kutoa lawama kwa mpenzi wake hata katika vitu visivyokuwa vya msingi. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanaume wa aina hii, ujue wewe si mwanaume imara. Wewe ni mwanaume dhaifu kuliko wanaume wengine. Badilika, penda kutumia akili kuliko hisia, kwa sababu wewe ni kiongozi katika mahusiano yenu. Namba 7, ametawaliwa na wivu usiokuwa na maana yoyote katika maisha yake.
Mwanaume wa kweli anajiamini na hana wivu dhidi ya watu wengine, na hata anapokuwa katika mahusiano haendeshwi na wivu usiokuwa wa maana katika mahusiano yake. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu hawa ni watu wasiojiamini. Wana kawaida ya kuwaonea wivu wanaume wengine wanapofanya vizuri kuliko wao, lakini pia ni wanaume ambao hata wanapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanawake, wana tabia ya kuwaonea wivu wanawake waliokuwa nao katika mahusiano, hata katika vitu visivyokuwa vya msingi, kwani muda wote huwa wanaona ni kama wanaibiwa au mahusiano yao yanakwenda kuporwa na wanaume wengine. Mara nyingi wanakuwa ni watu wa kujishtukia kwa sababu hawana sifa ya kujiamini. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu au wanaume wa kundi hili, jirekebishe, kwa sababu utakapoweza kujiamini utaweza kupunguza chuki dhidi ya wanaume waliokuzidi mafanikio, bali utaweza kujifunza vitu vizuri vya kufanya katika maisha yako ili nawe ukawe miongoni mwa wanaume wenye mafanikio. Lakini pia hautakuwa na wivu usiokuwa na maana kwa mwanamke ambaye umeingia naye katika mahusiano, kwani hautakuwa na hisia za kuibiwa wakati wote, kwa sababu utakuwa unajua wewe ni mwanaume ambaye mwanamke wako anamhitaji, na ndiyo maana alifanya maamuzi ya kukubali kuingia na wewe katika mahusiano. Namba 8, hana nidhamu katika maisha yake. Moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua kuanzia leo, asilimia kubwa ya wanaume jasiri na imara katika maisha yao, hawa ni wanaume ambao wana nidhamu katika maisha yao. Ni binadamu ambao wanapopanga mipango kwenye maisha yao, huheshimu mipango yao na huwa wanahakikisha hawabadiliki kwenye maisha yao, huzifuata njia ambazo walipanga kuzipita kwenye maisha yao. Na ndiyo maana wanaume wengi wa kweli wanafanikiwa katika maisha yao, kwani wanaweza kujiheshimu na kuwaheshimu binadamu wengine kwenye maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu hawa ni watu wasiokuwa na nidhamu, hata maisha yao pia hawawezi kuyaheshimu, na ndiyo maana hawawezi kuziheshimu ndoto walizokuwa nazo kwenye maisha yao. Mipango na mikakati ambayo wanayo katika maisha yao huipuuza pia. Hata heshima kwa watu wengine ni binadamu ambao hawana kabisa. Ni watu ambao hawachukulii maisha katika jicho la umakini, hawana uwajibikaji wala mpangilio mzuri katika maisha yao, na hii ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya wanaume dhaifu wasiwe na maendeleo katika maisha yao. Namba 9, wametawaliwa na wingi wa maneno kuliko vitendo kwenye maisha yao. Mwanaume wa kweli anaamini vitendo ni jambo pekee ambalo linaweza kuleta matokeo ya kweli katika maisha yao kuliko maneno, hivyo huwa wanawajibika kwa vitendo. Inawezekana watu wengine wasiwaamini. Wanaume wa kweli hawana muda wa kuaminisha watu wengine kwa kutumia maneno, hawajielezi sana. Mara nyingi ni binadamu ambao wanawajibika kwa vitendo, na majibu ambayo wanahitaji watu wengine waweze kuyaona huyaonesha kwa vitendo. Binadamu wengi wenye udhaifu wanapenda kujieleza kila mara, ni watu ambao wanaamini katika maneno, ndio maana wanakuwa na mipango mingi, lakini utekelezaji unakuwa haupo kabisa katika maisha yao. Na ndio maana asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hawawezi kufanikiwa katika maisha yao. Hivyo kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wana maneno mengi kuliko vitendo, basi wewe ni miongoni mwa binadamu dhaifu. Hautafanikiwa katika maisha yako mpaka pale utakapokuwa mwingi wa vitendo kuliko maneno, na hapo utakuwa mwanaume wa kweli katika maisha yako. Namba 10, kwa asilimia kubwa maisha yake yametawaliwa na tamaa kuliko malengo aliyokuwa nayo kwenye maisha yake. Mwanaume wa kweli, asilimia kubwa ya vitu ambavyo anavifanya kwenye maisha yake vinaendana na malengo na ndoto alizokuwa nazo kwenye maisha yake. Lakini asilimia kubwa ya wanaume dhaifu wametawaliwa na starehe, anasa pamoja na vitu visivyokuwa na msingi kwenye maisha yao, na kwa sababu hiyo vitu hivyo hupelekea malengo yao kutoweka kabisa katika ufahamu wao, na mwisho wa siku binadamu dhaifu au wanaume dhaifu hawawezi kutimiza malengo yao, kwani huendekeza starehe, hisia na vitu visivyokuwa na msingi kwenye maisha yao. Mimi ninakushauri, inawezekana nawe ni miongoni mwa wanadamu dhaifu, ama wewe ni miongoni mwa wanaume waliotawaliwa na udhaifu. Bado unaweza kubadilisha udhaifu ukawa uimara.
Jenga msimamo wa kweli katika maisha yako. Achana na kila kitu ambacho kinakufanya uwe mwanaume dhaifu, kwa sababu malengo yako ni kitu cha msingi kuliko chochote katika maisha yako. Haijalishi ulikuwa dhaifu kwa miaka mingapi, mabadiliko ya kweli ambayo utayafanya kuanzia leo yatakwenda kukufanya uwe miongoni mwa wanaume ambao wanakwenda kutimiza malengo yao. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.